kwamba ni watu ambao watakuja kuoana. Na sikubahatika kumuuliza kiapo chao kilikuwa cha aina gani, kama walienda mahakamani pengine utatueleza kama kuna viapo vya wapenzi mahakamani au labda walienda kuapa labda sehemu ambazo wanazijua wenyewe, basi tutafahamu hivyo. Lakini kikubwa tutakufahamu kwa haya yaliyomtokea Salma, haki hapa itakuwepo kweli? Mimi kwa upande wangu, baada ya kuwa nimesikiliza ile story nzima, lakini pia nilipata bahati ya kufuatilia kipindi na mliweza kuongea naye. Nafikiri mlifanya phone call. Mkaongea naye, nikamsikiliza anavyojieleza. Nikilizungumza ile swala katika macho ya kisheria, ukiachilia mbali tuseme hali ya kawaida, kisheria haki kwa upande wake yeye aliyekuwa anatuma pesa ipo, lakini kwa mazingira ya nadra kidogo, kwa sababu ukienda mahakamani tuashumu kwamba anataka sasa kufanyaje kuenforce haki yake mahakamani, kwa maana kuziomba taasisi nyingine ambazo zinadili na utoaji wa haki, kwa maana ya mahakama zimsaidie. Maana yake kama jambo atalipeleka katika level au hatua ya madai, maana yake sheria ile ya muongozo wa masuala ya madai kwa mahakama ya mwanzo yanamtaka mtu yoyote ambaye anapeleka madai yake mahakamani kuweza kuthibitisha madai yake. Sasa miamala aliyokuwa anatuma yeye huyo dada Salma ambaye yuko huko Oman, inategemea alikuwa anaituma kwa utaratibu upi, na kama alikuwa na wazo la kusema kwamba niitunze hii miamala labda baadaye linaweza likatokea la kutokea, kwa sababu hawa watu walikuwa wakitumiana pesa wakiwa ni wapenzi. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo kulikuwa kuna trust, kwa maana ya uaminifu, kwamba alikuwa anaamini kwamba hiki ninakifanya na mpenzi wangu kwa ajili ya future, kwa ajili ya masuala yetu ya baadaye. Kwa hiyo sina uhakika kama alikuwa hiyo miamala alikuwa akiitunza, angalau inaweza ikamsaidia kuweza kuthibitisha kile anachokidai dhidi ya huyo mtu, ingawa atatakiwa pia akitolee sababu, kwa sababu pale kama ni muamala umeonesha tu kwamba umemtumia mtu kiasi fulani, haionyeshi umemtumia kwa sababu gani. Na miamala ya kule Omani mingi wanatumaga kwa wakala. Labda pengine kama wakala alikuwa akimpa risiti. Kwa hiyo hapo nazungumzia sasa kama ataamua kudai kwa upande wa kesi ya madai. Kesi ya madai kisheria. Sheria iko very open hapo. Yoyote anayeleta madai yake anatakiwa kuthibitisha hayo madai. Unathibitisha vipi? Ni lazima upeleke ile miamala ili waijumlishe, wajue kwa sasa unamdai huyo mtu kiasi gani. Sasa kujustify ulikuwa unamtumia kwa sababu ipi, hiyo sasa inaweza ikawa haina changamoto sana, lakini lazima kuwe kuna ushahidi kwamba mlikuwa mkitumiana au ulikuwa ukimtumia pesa. Nazungumzia hapo kama atataka kudai kwa maana ya kesi ya madai. Lakini kwenye jinai hili jambo linaweza likamgharimu huyu mtu aliyekuwa akitumiwa pesa. Na napenda pia kutumia nafasi hii kupitia kipindi hiki kuwaambia watu ambao wenye tabia hizo za kuwa wanatumia udanganyifu fulani ili waweze kupatiwa pesa, and then huku akijua kabisa hiki ninachokifanya sicho. Na ukiangalia kanuni ya adhabu sura namba 16 ambayo Kiingereza wanaita Penal Code, imeweza kudefine ama kutafsiri nini maana ya udanganyifu. Kiingereza wanaita false pretense. Kifungu namba 301 kimesema wazi kwamba udanganyifu. Jackie anasema wakili asikiki vizuri. Naomba nisaidie basi hapa kumrekebisha maiki. Sauti kidogo akiongeza. Yes, ukiangalia kwenye kanuni ya adhabu sura namba 16 kifungu namba 301 wamedefine ama wameelezea nini maana ya udanganyifu. Kwa maana kwa Kiingereza wanaita false pretense. Kile kitendo cha mtu weza kutumia maneno au maandishi kumlaghai mtu sasa kwa kitu ambacho anajua kabisa kwamba hiki kitu hakiwezekani au sio cha kweli. Ndivyo ambavyo sheria imedefine udanganyifu ni nini. Lakini kanuni hiyo hiyo namba 16 ukisoma kifungu namba 305
ndio kimeelezea kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, ambapo wamesema obtain credit by false pretense, kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwa hivyo hilo kosa linaweza likamgharimu yule mtu ambaye amekuwa akitumia njia mbalimbali. Kwa hiyo akitumia hiyo ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu inaweza kumsaidia. Inaweza yeye Salma akapata au nani? Salma anaenda kushtaki sasa kwa kesi ya sasa, nimetoka kwenye madai sasa hivi niko kwenye jinai. Akienda kushtaki kwamba jamani nimetapeliwa. Nilikuwa na mtu fulani, tulikuwa tuna mipango fulani, alikuwa akiniambia nitume pesa kwa ajili ya kitu fulani, mwisho wa siku ameniblock. Ukija kwenye macho ya sheria za jinai, maana yake tunasema hiyo ni ill motive, ni nia ovu. Mtu anapokutumia pesa kwa maana ya jambo fulani, and then wewe mwisho wa siku unakuja unamblock, maana yake intention yako ilikuwa ni kutapeli, sio kitu kingine. Kwa hiyo kama ataamua kupeleka malalamiko haya kama jinai na sio madai, kwenye madai nimeeleza mazingira ambayo anatakiwa aje nayo ili kule mahakamani wamuamini kwamba yes, huyu ni kweli pesa ilikuwa ni ya kwake na anamdai fulani. Ndio maana tukaja kwenye issue ya miamala. Lakini kwenye jinai pia investigators, kwa maana ya wale wapelelezi, watataka kujua mlikuwa mkitumiana vipi pesa, kuna conversation yoyote, labda majibizano ya simu, sawa, kuna messages ambazo zinazoonyesha kwamba kuna uhusiano baina yako wewe na huyu mtu. Lakini kosa ambalo litakuja kumkabili huyu mtu baada ya kuwa haya mambo yote yamekamilika, nadhani litamkabili kosa la kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, ambao pia limezungumzwa kwenye kanuni ya adhabu sura namba 16 kifungu namba 305. Kimeeleza mazingira gani ambayo yakimiti yanaonekana kabisa hapa kulikuwa kuna kosa la mtu kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, au wengine wamezoea wanasema wizi wa kuaminiwa. Yes. Kwenye hiyo kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, hiyo haina nani sasa? Hiyo haitohitaji miamala, si ndio? Hiyo itahitaji, lakini investigators wenyewe, kwa sababu unajua ili jambo kishalipeleka kwenye jinai, jukumu hili umelipeleka sasa kwa polisi. Polisi wenyewe wana wigo mpana hata wakutaka kuweza, kama hata huyu aliweza kufuta labda conversation, wao wanaweza kupitia TCRA wakaretrieve zile, wakazirudisha, yani kwa zile tu namba wakaandika wenyewe ripoti kwamba jamani tumeletewa shtaka la fulani dhidi ya fulani, namba hizi zilikuwa zikifanya mawasiliano, lakini tunahisi inawezekana huyu mtu labda amefuta mawasiliano ama ni chochote. Kwa hiyo wao wanaweza wakaenda kule kupitia TCRA wakaretrieve zile wakapata hiyo information zile, wakapata, then hapo sasa wakaanza kuconnect zile dot kwamba ilikuwa hivi, mwisho wa siku inaonekana hapa kuna mazingira ya utapeli yamefanya nini, yametokea. Kama Naomi ataligeuza hili sasa liende kwenye Salma ataligeuza hili sasa liende kwenye jinai. Kwa hiyo mamlaka za kipolisi kidogo zimepewa power. Hata leo mtu ikitokea ametukana labda kwenye mtandao afu akafuta, wale sheria inawaruhusu kabisa, wana uwezo wa kwenda katika mamlaka zinazohusiana na masuala ya mawasiliano, kwa Tanzania ni TCRA, wakaretrieve zile information zote, hata message zako za 2002 za 2012 zote paka wasema bana statement hii ndio imekutia hatiani. Ndio. Yes. Kwa hiyo kwa kuzungumza kwamba ana haki yoyote, ana haki pande mbili, ila kwenye madai ajiandae kuthibitisha. Bila ya hivyo haki yake itakuwa ngumu. Ajiandae kuthibitisha hizo transaction zote alizokuwa anatuma. Alafu yule mwingine ataibidi aitwe sasa, atafutwe, aitwe ajibu, then hapo mahakama inaweza kafikia maamuzi ya kumpa haki yake. Jinai inabidi akafungue kesi kituo cha polisi, ambapo atapata RB namba, litafunguliwa shauri, atachukuliwa maelezo, mtuhumiwa atatafutwa. Na njia za kipolisi za kumtafuta ni nyingi. Kama anazima simu watamtrack,
and then watampata alipo, atafikishwa kituo cha polisi kujibu ama kuchukuliwa maelezo, faili litapelekwa baada ya kuwa liko kwa upelelezi ukamilika, litapelekwa huku wanapaita Kiingereza NPS, National Prosecution Service. Kule kwa waendesha mashtaka. Ndio. Watatengeneza charge, atafikishwa mahakamani. Ndio DPP anaitwa. Yes, ofisi ya DPP, yes. Atafikishwa mahakamani, atasomewa shtaka lake. Kwa hiyo moja miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikamkabili ni kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, wakati mwingine mpaka yanakujega makosa ya utakatishaji fedha, kwa maana ya money laundering. Kiingereza wanasema. Kwa hiyo inaweza pia ikamkabili hiyo. Sio tu yeye, na mtu yoyote ambaye amekuwa akijihusisha na hizi janja. Biashara za aina hii za kutapeliana kupitia simu. Siku hizi watu wana create paka magrupu ya mchezo and whatever. Kwa hiyo watu wawe makini sana, especially kwenye mambo yanayohusiana na fedha. Yaani ile jinai nje. Na hivi jinai ni kesi ambayo ina dhamana? Hapana, jinai ni kesi ambayo inahusisha sasa serikali. Ukifanya jinai unakuwa umeikosea serikali. Sawa? Ndiyo. Makosa yasiyokuwa na dhamana yapo. Ndani katika makosa ya jinai kuna makosa yameorodheshwa ambayo haya ukikutwa nalo hili unakuwa kuna dhamana. Mfano, kosa la mauaji. Mauaji haina dhamana. Makosa ya uhujumu uchumi, kwa mfano utakatishaji fedha, haina dhamana. Makosa ya uhaini, watu wanaotaka kupindua serikali na nini, ile haina dhamana. Kwa hiyo amesemwa kabisa haya ni non bailable offenses, ni makosa ambayo hayana dhamana, yametajwa. Kwa hiyo shortly, kama nilivyoelewa swali lako au kwa kifupi, ni kwamba haki alionayo Salma anaweza akaitafuta kwenye jinai, lakini pia anaweza kuitafuta kwenye madai. Kwenye madai anatakiwa kufanya nini? Athibitishe madai yake. Atathibitisha vipi? Maana lazima atakuja na hoja ya kusema nilikuwa namtumia pesa. Kwa hiyo tunatarajia mahakamani aende na miamala kuonesha kwamba kuna fedha ilikuwa inatumwa. Hivi mahakama inaga sui kesi ya wapenzi kama polisi? Kwa maana ya yani kwamba sasa si anaweza yule mwanaume akajitetea Salma alikuwa anamtumia pesa, yeye ni mpenzi wake. Kwanza hata unajua hili swala kwa kosa, nakupa mfano. Kuna mtu yuko pale ameshtakiwa hapo Kinondoni na mwanamke wake na amepewa kosa la uhujumu uchumi. Yeye alikuwa anafanya biashara ya magari. Kwa hivyo akamwambia mpenzi wake kwamba bwana, kuna gari na aina fulani, gharama yake kiasi fulani, kama unahitaji tufanye biashara. Kwa hiyo kwa ile trust ya mahusiano, yule dada akalipa ile hela. Lakini kwamba hakukuwa kuna hilo jambo. Sawa? Kwa hiyo jamaa akatumia hiyo njia kuchukua ile fedha. Yule dada aliupeleka ule mgogoro kituo cha polisi, na huyo bwana mpaka sasa anakabiliwa na hilo shtaka. Yuko ndani au yuko nje? Kwa sababu ile haina dhamana. Up to this time yuko ndani. Kwa hiyo linapofikia swala la malalamiko, issue ya mpenzi au boyfriend na girlfriend, huwa inakaa pembeni. Okay, shtaka lako linasikilizwa. Yani huwa inakaa pembeni. Pale ni kama ni Zariam versus Hassan. Pale habari ya boyfriend and girlfriend inakaa pembeni. Kwa hiyo mahakama itambui mambo ya kimahusiano. Inatambua, lakini kama itapelekwa kesi ya mke na mume, masuala ya ndoa, hapo inatambua. Lakini kama ni boyfriend tu, sasa nisubiri hapo advocate. Kuna sheria ambayo nimeisikia, sina uhakika nayo, na wewe utatufafanulia vizuri. Wanasema watu mkiwa kwenye mahusiano zaidi ya miezi 6 mnaonekana kwa nini kama mke na mume. Hii imekaa vipi? Kwanza hicho kitu ni watu nafikiri watu wanaelewa vibaya. Hakuna hicho kitu kwenye sheria. Kwa sheria hakipo hicho kitu. Sheria ya masuala ya ndoa, Kiingereza wanaita Law of Marriage Act, imesema watu wawili, mtu na mwenza wake, wanapokaa
chini ya paa moja kwa muda usiopungua miaka 2. Ni miaka 2. Sio miezi 6. Miezi 6 ni story bila kuhama, yani hiyo miaka 2. Miaka 2 pika na kupakua. Hakuna hata wiki nimeondoka nimeenda nyumbani. Unaweza ukaenda, lakini maisha yako yanakuwa ni kule. Kwamba na ndio maana hiyo inaitwa dhana ya ndoa. Waingereza wanaita presumption of marriage. Dhana ya ndoa inakuwa imekamilika. Kwa hiyo hata kama unapika na kupakua, unaweza ukatoka ukaenda kwa mama, kusalimia ukarudi, lakini kwa kipindi kisichopungua huo muda wewe uwepo pale. Na huyo mtu mnaishi pamoja, pika pakua na nini, kama ni kuzaa utatokea labda umezaa hapo. Kwa hiyo muda wa kisheria ni miaka 2, sio miezi 6. Miezi 6 naona tu ni watu tu mtaani. Kwa sababu nimeisikia dhana miezi 6 mtaani. Hapana. Basi hata kama mlikuwa na nini nyumba labda itaganya, mkija mkiachana unahesabiwa kama ni mkeo. Hapana, dhana ya ndoa inakamilika kwa kipindi kisichopungua miaka 2. Miaka 2. Yes. Kwa hiyo mkifikisha ile shauri mahakamani, hapo kuna presumption kwamba hawa watu kwa kipindi hiki sasa wanadhaniwa kwamba tayari wameshakuwa wanandoa. Sasa ili sakata la Salma hawa kwa mujibu kwa mahojiano ya mara ya kwanza kama uliasikia, ndio yule mwanaume alisema kwamba tayari ameshatoa kishika uchumba kwa Salma, familia kwa familia wanatambuana. Hii imekaa vipi kienda kwa akisema kwamba mimi huyu halikuwa ni mpenzi wangu? Sasa na tayari nishapeleka barua na natambulika na tunatambuana familia kwa familia. Kwanza unajua ukija, sijajua sasa unazungumzia kwa mazingira gani, lakini mimi nazungumzia kwa mfano kwenye jinai. Kwenye jinai kuna zile wanaita defense. Defense ya ndoa haipo kwenye jinai. Yaani linapokuja swala, kwa mfano nikupe mfano. Kuna kisa kimetokea cha ule bwana ambaye alimuua mke wake. Si ndio? Akaenda akamchoma. Sahihi. Kwa kutumia magunia 2, akachukua majivu akaenda akafukia shambani. Kwa mazingira hayo huwezi kuleta ground ya ndoa kwa sababu chanzo kikubwa kilikuwa ni wivu wa mapenzi. Chanzo wanavyosema wenyewe. Unajua mambo ya mitandao kabisa kwamba ni wivu. Unaona, ni wivu. Uwezi ukapeleka swala la ndoa ama uhusiano iwe kama ni defense yako. Sheria ya makosa ya jinai yenyewe itadefine kile kitendo. Haitambui swala la hiyo, ni masuala yenu binafsi. Clever vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi Unafeli wapi Mashaka? Yaani hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe na waona, nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani serikali ya awamu ya 6 haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini Mashaka wewe? Nishati ni maendeleo. Umewaka huo. Unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.